Kama mnakumbuka katika muhadhara uliopita wiki ya jana tuliongelea kuhusiana na istiqama, kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na darsa hii ya istiqama ni darsa ambayo ni ndefu sana, tukafupisha na kwa siku ya leo tutamalizia vipengele vilivyobakia, lakini pia tutaona fadhila za mtu kudumu katika istiqama, kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfumo wa anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na vile alivyofundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni istiqama. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilifika siku moja kusema maneno makali pale aliposema alayhi salatu wassalam, halaka almutanatti'una, qalaha thalatha. Maneno haya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyasema mara tatu. halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un. Man humul mutanatti'un? Minani hawa almutanatti'un ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba watu hawa wameangamia? humul mutashaddiduna alladhina yarawna anna as-sayra ala ma shara'ahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la yakfi wala budda min al-ijtihad wal-ikthar fi al-ibada akthara mimma shara'ahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Hawa mutanatti'un waliokusudiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wameangamia ni wale watu ambao almutashaddiduna, watu ambao wanatashdidi sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si maana ya kwamba kuwa na tashdidi ukawa katika mfumo aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, la, bali ni wewe kuona kwenda katika dini ama kufanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, akaona hili halitoshi, bali wewe unataka kuongeza ufanye zaidi na zaidi kuliko alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio mutanatti'un waliokusudiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Humul mutashaddiduna ni wale watu wenye tashdidi, alladhina yarawna anna as-sayra ala ma shara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wale ambao wanaona kwamba kufanya mambo katika dini kama vile alivyokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakaona la yakfi, hivyo halitoshi, wala budda min al-ijtihadi, wakaona kwamba hapana budi, lazima kuwe na ijtihada wal-ikthari min al-ibada, na kukithirisha ibada akthara mimma shara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya vile alivyoweka sheria mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanahesabika ni almutanatti'un, ay almutashaddiduna fi dini Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha at-tanattu' alladhi yuhliku sahibahu, hakika kufanya hivyo ndiko at-talaqu, mtu kuchupa mipaka ambako kuna mwangamiza yule mwenye kufanya jambo hilo. Wa bihi halakal mutanatti'una min qablu, na kufanya hivyo ndiyo sababu ya kuangamia kwa wale waliokuwa kabla yenu. Wao waliona yale ambayo ameyawekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, au yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema hapana, haya hayatoshi, lazima sisi tufanye zaidi na zaidi. Kama mnakumbuka siku ya juzi au katika wiki iliyopita tulisema wale mabwana ambao walikwenda kwenye nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wanataka kufahamu kwamba ni ibada gani anazozifanya mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuwa ndani kwake. Tukaona yuko ambaye alisema mimi bana, baada ya hapa sitooa, sababu anaona akioa wanawake watamshughulisha na ibada. Mwingine akasema mimi nitakuwa silali usiku. Mwingine akasema mimi bana, kila pakipambazuka asubuhi nimeamka na saumu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga na anafungua.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama visimamo vya usiku na anapumzika. Kadhalika yeye alayhi salatu wasallam amesema kwamba yeye anaoa wanawake. Sasa wewe hizo ibada utakazozipachika kinyume na vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam unazipata wapi? Kwa hiyo hilo kufanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia akakasirika na akatoa maneno makali kwa kusema antumul ladina qultum kadha wa kadha, je, nyinyi ndio mmesema hivi na hivi na hivi, kuonyesha kwamba ibada lazima iwe na kikomo pale pale alikoishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni ibada, hakuna mwenye ibada kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe utakayeongeza ya kwako, ina maana ya kwamba umeona kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile akitosha, na hakuna mwenye ibada zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya alayhi salatu wasalam aliyasema mara 3 kama nilivyotanguliza kusema halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Aliyasema haya ni kuonyesha uzito wa maneno haya, lakini pia kutoa tahadhari ili watu wasije wakachupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قالها عليه الصلاة والسلام من أجل التحذير من التشدد في الدين والغلو في الدين. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema maneno haya ili kutoa tahadhari na kushaddidi kwamba mtu asije akafanya tashdidi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama akachupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal istiqamatu idhan, hivyo basi tunaweza tukasema istiqama kama tulivyoona maana yake huwa sayru ala at-tariq al-mu'tadil, ni wewe kwenda ama kufanya ibada kwa kufuata mfumo wa kati na kati ulionyooka, na kwa kufuata alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadati wala nuqsan, pasina kuzidisha chochote wala kupunguza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya kwa i'tidal, fanya kama vile alivyoweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala wa shara'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na kama vile alivyowekea sheria ama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio istiqama. Walimtizamu dhalika min ghairi ifrat wala tafrid, lakini pia kulazimiana na mfumo huo aliyokuwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala na akaufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifrat wala tafrid, pasina kufanya ifrat wala tafrid, yani pasina kuongeza wala pasina kupunguza katika yale aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, unabaki kati na kati. وقد ذكر الله في هذه الآيات التي سمعتم، na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika aya ambazo mmezisikia hapo nyuma. Katika muhadhara wetu tulipoanza, kuna baadhi ya aya ambazo tulizitaja ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kuhusiana na suala la istiqama. Aya ya kwanza ilikuwa ni 112 katika surati Hud. Katika surati Hud akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Aya nyingine katika surati Fussilat akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lilmushrikeen. Aya nyingine akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Na aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kazitaja katika kitabu chake kuhusiana na suala la istiqama. Allah amezitaja aya hizo, kadhalika an-nabii alayhi salatu wassalam. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja fil ahadithi allati sami'tum, katika hadithi ambazo mmezisikia nyuma, al-hathu ala al-istiqama wal amru biha, juu ya mahimizo Mtume sallallahu alayhi wasallam mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kudumu na istiqama, lakini pia kuamrishwa mtu kubaki katika istiqama. Wa dhakara jazaa ahli al-istiqama, lakini sio hilo tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja
malipo ya yule mwenye kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kipi anachokipata. Zimekuja hadithi nyingi, Mtume SAW anawahimiza watu kuwa na istiqama, lakini pia kubainisha jazaa, malipo ya yule mwenye kushikamana na hiyo istiqama, kwamba ni malipo gani anayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya wale ambao wamesema Mola wetu sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakawa na istiqama, kwa maana ya kwamba wakafanya ibada zao kwa mfumo alivyowekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu rabbuna Allah, ay nataqu bishahadataini, wakawa wametamka shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah, wakashuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakashuhudia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu ala hadha, baada ya kutamka shahada mbili hizi kisha wakawa na istiqama, fa'amilu bimuqtada shahadataini, wakafanya ibada wanazozifanya kwa muktadha wa shahada mbili hizi, akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla, kwa maana ya kwamba ibada zao wakafanya kwa ikhlasi, kwamba tu kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, walam yushriku billahi shay'a, na wasimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, walam yuqassiru fi ibadati Allah, na wala pia hawajafanya takswiri katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walam yatakasalu an ta'ati Allah, lakini pia hawakuzembea, hawakuwa ni wazembe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Addaul fara'id, maana yake ni kwamba wakatekeleza zile faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa aidan ijtahadu fi nawafil fil ibadat, sio hivyo tu, wakajitahidi kadhalika katika nini, nawafil, katika ibada za sunna, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ma rasamahu rasul alayhi salatu wassalam, lakini kwa kufuata mfumo ule ule aliowekea Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio mfumo wa kuzua, wakawa wamefuata kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika haqqaqu shahadata anna Muhammadar rasulullah, lakini pia wakashuhudia na wakahakikisha ya kwamba shahada ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah. Fattabauhu fima shar'a, wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyowekea sheria. Watajannabu albid'a wal khurafati wal muhdathat, kisha wakajiepusha na mambo ya bid'a, mambo ya khurafat, mambo ya uzushi. Walazimu sunnata rasul sallallahu alaihi wasallam, na wakalazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amalan biqauli, kwa kufanyia kazi ile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, kwamba yule atakayezua katika dini yetu ama katika jambo letu, ma laysa minhu, jambo ambalo si katika dini yetu, fahuwa radd, basi jambo hilo lazima litakuwa lenye kurejeshwa. Huyo ni mzushi, kwa maana ya kwamba hajafanya kwa kufuata mfumo alioweka Allah subhanahu wa ta'ala, sheria aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali hiyo ifanye utakavyoifanya, lakini muda ambao haijawa ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ya kwamba hiyo inaruka patupu, haina nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fahuwa raddun, tambueni ya kwamba amali hiyo ni mardud. Wa fi riwaya, na katika riwaya akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya amali ambayo haina amri yetu, kwa maana ya kwamba haiko katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambueni ya kwamba amali hiyo itakuwa ni mardud, haitokubaliwa, itakuwa ni yenye kurejeshwa. Waqala alayhi salatu wassalam, lakini pia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulikazia hili na kuonyesha uzito wake, akawaambia maswahaba zake, na ile message kwa maswahaba haina maana ya kwamba ni kwa maswahaba tu, bali mpaka kufikia sisi, mpaka kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika ile hadithu al-Irbad,
man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule atakayeishi kwa maana ya kwamba akapewa kitambo kirefu akapata muda mrefu wa kuishi, basi atakutana na ikhtilafu nyingi sana, atakutana au ataona ikhtilafu nyingi. Sasa zitakapotokea hizo ikhtilafu, nini sasa tufanye? Hajatuacha hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali katuonyesha dira, katuonyesha fanyeni hivi na hivi na hivi. Akasema alayhi salatu wasalam, zitakapotokea hizo ikhtilaf, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, ni nyinyi kushikamana, jilazimisheni, fungamaneni na mwenendo wangu, yani shikamaneni na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, lakini shikamaneni na mwenendo wa makhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, baada yangu mimi shikamaneni na mwenendo wa maswahaba makhalifa waongofu, tamassaku biha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazidi kukazia akasema shikamaneni na mwenendo huo, mkifanya hivyo mtaongoka. Ikhtilafu zitakapotokea hatuna pa kukimbilia sisi, bali ni kurudi katika mwenendo aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaongoka kwa kufanya hivyo. Shikamana na mwenendo wa maswahaba waongofu, utakuwa umesalimika. Mtume akasema ghaddu alaiha bin nawajid, shikamaneni tena yakamateni kwa meno ya magego yale. Unajua ukishika kitu na jino la gego kwamba wewe kuchomoa mtu ni ngumu hapo hivi. Kwa hiyo ni kuonyesha maana yake, sio kwamba zile sunna zingangane na neno kuonyesha shikamana, yani kama vile unakikamatia kitu kwa meno yako ili kisichomoke, basi na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam shikamana nao hivyo. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, kisha akatoa tahadhari Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, najiepusheni na mambo ya kuzuliwa, mambo ya uzushi, kaeni nayo mbali. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila cha kuzuliwa hiyo ni bid'ah, ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila upotovu au kila bid'ah ni upotovu, na upotovu makazi yake si kwingine bali ni motoni, waliyadhu billah. وقال عليه الصلاه والسلام, lakini pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna khayra alhadith kitabullah, bora ya maneno ama bora ya maongezi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unayetaka maongezi yaliyokuwa bora zaidi, soma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na bora ya muongozo si muongozo mwingine wote ule, bali ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah, shari ya mambo ni yale ya kuzuliwa. Unaacha ya Allah subhanahu wa ta'ala ukazua ya kwako, basi hayo yatasabika ni mambo ambayo ni ya shari. Wa kullu bid'atin dalala, na tambueni kila la kuzuliwa, maadamu Allah amekuwekea sheria wewe ukaja na la kwako, hilo litakuwa ni upotovu. Fa innahum lamma qalu, hakika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, lamma qalu, zama waliposema rabbuna Allah, au wale watakaokuwa wamejipamba na sifa ya istiqama, kisha wakasema rabbuna Allah, fa hadha maanahu al-i'lan bishahadatayn, maana yake ni kwamba ni wewe kuitangaza ile shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Al-i'lan bishahadati lillahi bilwahdaniyya, ni wewe kushuhudia ile shahada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni mmoja peke yake na yeye ndiye mwenye kustahili kuabudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum la ya'buduna illa Allah, hao ahlul istiqama alladhina qalu rabbuna Allah, ni wale ambao la ya'buduna illa Allah subhanahu wa ta'ala, hawaabudu isipokuwa na maabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakadhalika ilanu limutaba'ati ar-rasul alayhi salatu wasalam, lakini pia kutangaza kule kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma a'lanu dhalika, zama walipolitangaza hilo na wakaliweka katika nyoyo zao, wanataqu bihi bi alsinatihim, na wakalita baada ya kuwa liko wamelikiri katika moyo wao, lakini pia wakalitamka kwa ndimi zao, fashahidu an la ilaha illa Allah
wakashuhudia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, na ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, atba'u dhalika bil amal, kisha wakalifatilizia hilo la baada ya kuwa wameshaitamka shahada na wameikiri kwa nyoyo zao, kisha hawakuishia hapo tu, bali walifatilizia hilo kwa matendo, kuonyesha kwamba hiyo shahada tu pia haitotosha, bali lazima ipambwe na matendo. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale ambao Allah anasema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Hajasema tu illa alladhina amanu ikabaki mimi na muamini Allah kuna shida gani, bali kasema al-amal al-iman wal-amal, imani halafu na matendo yafatilizie. Haitotosha imani peke yake, imani bila amal fala tamal, hakuna matunda hapo hivi. Kwa hiyo lazima muamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha utekeleze yale ambayo umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao waliotamka shahada wakashuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudiwa na wala asishirikishwe na chochote, kisha wakashuhudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, atba'u dhalika bil amal, hao wakafatilizishia hayo ya kutamka shahada na amali, kwamba wakafanya ile walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu la yakfi mujarradun nutqi, kwa sababu kule kutamka tu shahada huko hakutoshelezei, yani kule kusema tu rabbuna Allah, yani kusema kwamba Mola wetu ni Allah fakat min duni amali, kwamba ukasema Mola wetu ni Allah alafu ukatoshelezeka hivyo hivyo pasina matendo, hilo halitoshelezi. Bal la budda an yatba'u dhalika bil amal, bali hapana budi lazima huyu aliyetamka kwamba Mola wangu mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wakatamka shahada mbili, lazima wafatilizie na matendo. Ama alqawlu bila amalin fala yanfa, ama maneno tu ya kutamka pasina ya amali, hili halitoleta manfa, halinufaishi chochote. Walladhi yaqulu la ilaha illa Allah, na yule anayesema kwamba la ilaha illa Allah Muhammadar rasulullah walakinahu la yatba'u dhalika bil amal, taban katamka kwamba shahada la ilaha illa Allah na akatamka kwamba Muhammadur rasulullah, lakini hafatilizi hizo shahada mbili na nini na matendo, fala ya'budu Allah azza wa jalla, huyu hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au ya'budu Allah wa ya'budu ghayrahu, au huenda mtu huyu kwamba anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na anamwabudu mwingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, au yakulu, au huenda mtu huyu anasema ashhadu anna Muhammadar rasulullah walakin la yuti'u, au mtu huyu anasema ya kwamba nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala walakin la yuti'u, lakini hamtii. Hivi ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye akakubaliana tu kwamba Mola wake ni Allah alafu asifanye amali, huyu lazima ima amwabudu Allah na akaabudu vingine, ima akawa ni mwenye kushuhudia shahada ya pili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, lakini pamoja na hivyo akawa si mwenye kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala mtiini Allah, kadhalika taa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni swala ambalo ni wajibu wala si swala la nini la khiari. Sasa kama kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu, kwa maana ya kwamba fanya ile aliyokufundisha ambayo ameshushiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usibakie useme rabbuna Allah au katamka shahada ukamshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini usifanye nini? Usifanye amali. Hilo halitohesabika wala halitokuletea manufaa, bali shahada baada ya shahada kutekeleza yale ambayo umeamrishwa. Wa inna ma yutiu hawa, wenda mtu huyu anayeshuhudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hamtui Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali anatui matamanio yake. Wa yutiu abaahu wa ajdada, na wenda pia toa yake mtu huyu atakuwa anaitoa kwa nani? Kwa baba zake, kadhalika kwa mababu zake,
ويطيع المخرفين والمشعوذين والدجالين na kwenda toa yake anatoa kwa watu ambao ni msha'wadhina washirikina watu waongo hivyo toa yake kwenda anaelekeza huko na huko anashuhudia eti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini hamtwii wayutii ma wajada alayhi an-nas na huenda mtu huyo anatwii yale ambayo ameukuta watu wakiyafanya walau kana mukhalifan lihadi rasul sallallahu alayhi wasallam hata kama yakawa mambo hayo anayefuata na kuyatwii yanakhalifiana na yale aliyokuja nayo au na ule mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fahadha lam yastaqim mtu wa aina hii huyu hajawa na istiqama faqawlu rabbuna Allah neno hili la kusema kwamba Mola wetu sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala yahitaji ila tahqiqin wa yahitaji ila amalin linahitaji lazima kuhakikisha unalifanyia kazi lakini pia linahitaji kufanyia amali wa ila sidqin lakini pia uwe na ukweli katika maneno hayo wa yahitaji ila ikhlasin lakini pia yanahitaji kuwa na ikhlas katika moyo wako faman qala rabbuna Allah yule atakayesema kwamba Mola wetu sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala fala budda an yastaqima ala ta'ati Allah bilqawli mtu huyo lazima awe na istiqama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bilqawli wal amali kwa maneno ndo haya kusema shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hii ni kauli amal ni wewe sasa kufanya yale matendo ambayo umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fala budda an yastaqima ala ta'ati Allah bil qawli wal amal hapana budi mje wa Allah subhanahu wa ta'ala awe na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno kadhalika kwa vitendo wal ikhlasi was-sidq wal yaqin awe na ikhlas awe ni mkweli katika hayo ambayo anayasema na awe na yaqini walladhina fa'alu dhalika huwa jazaohum na wale ambao watakayofanya haya sasa kwa maana kwamba wametamka kisha wakayafanyia kazi na wakawa na ikhlas na sidq na yaqin ni yapi malipo yao akasema Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhimul malaika Allahu akbar watu hao wanashukiwa na malaika wa Rahman malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala malaikatur rahma malaika wale wa rahma tatanazzalu alayhim 'inda al-maut malaika hawa huwashukia hawa waliokuwa na istiqama kwa maana ya kwamba wameyatamka maneno yale kisha hawakuishia kuyatamka tu la bali wakayafanyia kazi kwa maana ya kwamba wakatekeleza yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamfuata Mtume alivyofanya watu hawa malaika huwashukia wakati wa mauti tubashiruhum wakiwabashiria mambo mazuri wakiwapa bishara lianna al-insana kwa sababu kawaida mwanadamu tulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna katika sisi kila mmoja anaogopa mauti kila mmoja anaogopa nini mauti na anaogopa mauti ni kwa sababu mnajua kwamba huko tunapoelekea ni pazuri mno sio yani huko tunapoelekea tukitoka katika maisha haya ikiwa tutabaki katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala unaweza kutamani hata kufa kwa sababu zile bishara unazopewa za mtu wewe kudumu na toa ni kitu unachokipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hofu yetu sisi tunaogopa kufa kwa sababu ya mabalaa chungu nzima iliyotuandama lau mtu angelibaki katika istiqama angetamani kupata wakati wote ule na ndipo katika toa siku zote tunaambiwa jitathmini na jichunguze hivi hali ulionayo je ni hali ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala lau kaambiwa ufe sasa hivi uko radhi ukikataa kuonyesha kwamba wewe hauko radhi kwa sababu kama kufa kule tunapoelekea ni pazuri zaidi na jazaa ambao wameandaliwa wacha Mungu na ikiwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na taba maneno ya Allah yote ni ya kweli inna Allah la yukhlifu al-mi'ad maneno ya Allah ni ya kweli na zile bishara zote ambazo ameziwaandalia wale au alizozitoa na ukadumu na yale ambayo amekwambia ili wewe kuweza kupata ile aliyokuahidi Allah subhanahu wa ta'ala lazima utayapata sasa tunaogopa mauti ni kwa sababu
tunaona kwamba ni kama vile hatujafanya chochote. Na ilhali muda wote mwanadamu anatakiwa awe na istiqama, aihesabia nafsi yake, lau sasa hivi nikaondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, je, Allah atakuwa radhi na mimi? Hapa anasema li anna al-insana yakhafu 'inda al-maut, mwanadamu wakati wa kufa au akisikia tu habari ya kufa, huyo tayari akisikia mambo ya mauti, hapo ni hofu inatanda katika nini? Katika moyo wake. Wa khususan al-kafir wal munafiq, na hasa yule mtu atakayekuwa ni kafiri, mtu aliyokufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na watu ambao ni wanafiki. Idha ayana al-maut, atakapoyaona mauti yako mbele yake, hofu hutanda. Fa innahu yakrahu al-maut, sababu hofu anaogopa ni kwa sababu kwanza anayaogopa hayo mauti kwa sababu ya balaa ambazo anazo. Li'annahu ya'rifu masirahu al-mu'lim, anajua makazi yake ni wapi, huko anakoelekea, makazi ambayo ni machungu. Sababu kafiri makazi yake ni motoni, na motoni kule mnaofahamu moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma almu'minuna, ama kwa upande sasa waumini wa kikweli kweli, hao tunakusudia sasa wale ahlul istiqama, wale watu ambao wamejipamba kisawa sawa na yale walioahidiwa na Allah na yale ambao wamefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakaitekeleza. Fa innal malaikata tanazzalu alayhim, hawa malaika huwashukia pindi wanapofikiwa na mauti. Malaika huwashukia katika ile lahza ya mwisho. Fatatma'anhum, wale malaika huanza kuwapa amani, kuwatuliza hawa waje ambao ni imani. Wataqulu lahum, kisha huku wakawa ni wenye kuambia, la takhafu. Tumesema kawaida watu wanaogopa kufa, sio? Kwa sababu kile kinachokuja baada ya kufa ni pazito zaidi huko hivi. Sasa ile hofu walionayo malaika huwashukia huku wakiwapa amani, wakiwatuliza, alla takhafu, wala msiwe na hofu, huko mnakoelekea ni pazuri zaidi, kwa sababu mmedumu na yale ambayo mmefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La takhafu mimma antum qalimuna alayhi, msiogope kwa ile ambayo mnaelekea. Li'annakum qalimuna ala rabbir rahim, kwa sababu nyinyi mnaelekea kwa Mola ambaye hakuna rahimu kama Allah subhanahu wa ta'ala. Mnaelekea kwa Mola ambaye ni rahim, wa ala jannati an-na'im, lakini pia mnaelekea katika janna zilizoshahidi kila aina ya neema. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa min ahli al-janna. Wala tahzanu, hawa malaika ambao Allah amesema tatanazzalu alayhimul malaika, kwamba wale watakaokuwa ni ahlul istiqama, waumini wenye istiqama katika dini yao, malaika huendelea kuwapa bishara, kukuambia, kwanza waambia la takhafu, msihofu, huko mnakoelekea ni pazuri, kwa sababu mmetekeleza yale mliokuwa mmeahidiwa kuja kuyafanya na ibada hapa duniani, mkao na istiqama katika dini yenu. Wala tahzanu, lakini pia wanawaambia msihuzunike, ala ma taraktum min al-auladi waz-zawjat. Huzuni inayetana kwanza ile hofu, wewe kule unakoelekea kwenda unajihisi kwamba una kusuri, una mapungufu chungu nzima, pengine hujatekeleza toa ipasavyo. Kwa makafiri ni pazito mno, lakini kwa watu wa imani na ahlul istiqama ni mahali ambapo patakuwa ni pazuri. Lakini pamoja na hivyo mna hofu, ndipo ile hofu mlionayo malaika wanashushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukutueni hiyo hofu, na huko kikubashirieni. La takhafu wala tahzanu, huzuni ambayo inatanda sasa katika nyoyo ni kwa sababu unaondoka, unaacha watoto wako, vingine ni vidogo, maskini ya Mungu, hivi toto nani atavitazama? Unaacha sivini wake zako, unaacha mali zako, si unaacha vitu gani, unaacha nini? Hofu unakuwa nayo, malaika bado wanakupa amani na wanakutuliza, wanakwambia la tahzanu, msihuzunike, ala ma taraktum min al-auladi waz-zawjat, katika yale ambayo mmeacha nyuma, ikiwa ni wake, kadhalika watoto wenu, alladhina takhafuna alayhim ad-dhiya, ambao mnaogopea kwamba wenda wakapotea watoto wenu. Na kila mmoja kwa sababu ana mapenzi na watoto, lazima atakuwa na hofu ya hali ya juu mno. Anapoondoka katika maisha ya dunia, umeacha vitoto vyako, ndio vinahesabika ni yatima, vitaanza kurandaranda mitaani. Lakini malaika wanakwambieni la takhafu, msiwe na hofu. Hao watoto, ikiwa nyinyi mtakuwa mna istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala,
hawa watoto Allah anachukulia dhamana kwamba watabaki salama, wala hawatopata taabu wala dhiki. Sio tunaelewana kama shekhi? Sawa katika surati An-Nisa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim, kawaida mwanadamu anapoondoka huwa na hofu kwa sababu ana watoto wadogo anawaacha huko nyuma. Ndio Allah anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa, anaondoka na huko anaacha vijitoto ambapo ni vidhaifu vichanga, anakuwa na hofu katika nafsi yake, hawa watoto wangu namwachia nani? Nani atadumu na hawa watoto akawaangalia na wakabaki katika istiqama? Allah anasemaje? Kipi ufanye ili hawa watoto hata ukiondoka katika maisha haya waendelee kubaki katika istiqama? Allah anasema falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Ni wewe kama mzazi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida, kisha kuwa na maneno mazuri utakapoishi. Maana yake hapa ndio mfumo wa darasa yetu au ndio msingi wa darasa yetu, kuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika inakuwa ni sababu hata wale utakaoacha baada ya kuondoka wewe hawatakuwa na hofu wa watoto. Allah atachukua dhamana ya kwamba watabaki salama, wataishi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, mzazi huna habari na istiqama, huna habari na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah, hawa watoto watapotea huko. Malaika wanaendelea kuwapa bishara kwa kuwaondoa hofu, wanaambia la takhafu wala tahzanu, la tahzanu ala firaqi dunya, msiwe na hofu kwa nyinyi kufarikiana na dunia ama kuiacha dunia. Firaqul auladi wal ahli, ule kuacha watoto, kadhalika kuacha familia zenu, jamaa zenu. Fanahnu nukhalifukum fihi, sisi tutakuwa nao wala hakuna shida yote. Watubashiruhum bil janna, kisha wataendelea kuwapa bishara ambazo ni nzuri za kwamba watu hao ni ambao ni ahlul istiqama watakuwa na janna, wataingia janna. Tubashiruhum bil janna inda sakaratil maut. Haya yote wanawapatia ni pale wanapokuwa katika sakaratul maut. Inda dhalika yuhibbuna liqaa Allah, wakati huo hawa ahlul istiqama watapenda wao kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, watatamani ile mauti hata imalizike wakutane na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'min idha bushira biliqa'i Allah ahabba liqa'a Allah, mu'min pale anapopewa bishara za Allah subhanahu wa ta'ala basi yeye upenda, yani anapopewa bishara za kukutana na Allah na yale ambayo ameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi yeye upenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru wal munafiqu idha bushira bin nar, na wale ambao ni makafiri kadhalika wale ambao ni wanafiki pindi watakapopewa bishara za kuingia motoni, kariha liqa Allah, wao kuchukia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakariha Allah liqa, na Allah subhanahu wa ta'ala huchukia kukutana na watu aina hiyo. Malaika huendelea kuwapa bishara waja hao kwa kuambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi ndio vipenzi vyenu katika maisha ya dunia. Kanu ma'al mu'minina yu'inunahum, malaika walikuwa pamoja na waumini hapa duniani, ilhali ni wenye kuwasaidia waumini ala ta'atillah, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahfadhunahum, lakini pia wakiwa ni wenye kuwahifadhi waumini. Wako malaika ambao wanaoshushwa kazi yao ni kuwahifadhi waumini, na ndivyo hivyo kila muumini ameshushiwa na malaika ambao kazi yake ni kumhifadhi juu ya katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna almu'mina muwakkalun bihi malaika, kwa sababu mu'min amewakilishwa, kuna malaika ambao wanaambatana naye. Wa kullu insanin muwakkalun bihi malaika, na kila mwanadamu kuna malaika ambaye amewakilishwa kwake. Walakinna almu'min, lakini kwa upande wa mu'min, yakunu ma'ahu malaika yahfadhunahu wa yusaddidunahu,
Kwa upande wa mu'min anakuwa na malaika ambaye anayemuongoza na kumhifadhi, wakati mwingine anamuongoza kabisa katika yale ambayo ni mazuri, wayamurunahu bil khairi wayanhaunahu 'anil sharri. Huyu malaika anamwamrisha katika ambayo ni mema, lakini pia anamkataza katika yale ambayo ni ya shari. Kila mmoja amewekewa malaika. Kwa mu'min hali yake ndio hiyo. Wa fil akhirah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kadhalika akhirah sisi ni vipenzi vyenu. Malaika wanawaambia waumini, wanawapa bishara, nahnu ma'akum fil akhirah, ikiwa duniani tulikuwa pamoja nanyi, kwamba nyinyi sisi ni vipenzi vyenu, kadhalika akhirah tutakuwa pamoja nanyi. La takhafu min ahwali al-akhirah, msiogope kuhusiana na ahwali al-akhirah. Sawa mashallah. Hawa wanasema hivi ni nani? Ni malaika, sio viumbe ambao la yasuna Allah wa yaf'aluna ma yumarun. Hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali wao hufanya yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa sio zile habari za mtu umekufa hapa duniani kisha unakuja na balaa zako, au wanakuja watu wanakuja wanakaa kwenye kaburi lako, wanaanza kukudanganya sasa hivi wanakuingilia malaika wawili. Malaika hao ni viumbe tu kama viumbe wengine. Usiwaogope, wasikufezeshe. Sio umeishi katika maafia, ukuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hujui Allah, hujui mtume, hujui ibada, alafu hii viumbe anakuja kuambia hao ni viumbe tu kama viumbe wengine. Wasikuogopeshe, wasikutishie, wasikufanyie nini. Fa idha sa'alaka man rabbuka, unaanza kufundishwa huko kaburini. Yaani huko kaburini wewe nenda kwa hakimu tu pale, una kesi zako na balaa umefanya huko, halafu umesimamishwa pale kizimbani, anakuja mwingine anakuambia kikuuliza hivi mwambie hivi, kikuuliza hivi mwambie hivi. Bora zile nini hapo? Halafu unakuja kufanya mchezo mbele ya Allah. Yaani vituko wakati mwingine, sio? Maneno haya ya wewe kujua Mola wako unatakiwa ujue kuanzia leo. Ukiulizwa man rabbuka, asila ambazo watoto wa raudha wanaulizwa. Watoto wao wachanga mnaona bila kuzana kwa hiyo miaka 4, 5, 3 nini? Ndio mambo ambayo misingi wanaojengewa. Man rabbuka, Sheikh unakumbuka man rabbuka? Rabbi Allah, Mola wangu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa watoto wadogo wanajua, wewe mtu mzima huyajui, alafu unategemea tumelala kaburini pale ndo aje mtu aanze kukuambia sasa hivi wanakuingilia malaika wawili, hao ni viumbe tu kama viumbe sio nini, wala usikutishie tena, malaika wasikutishie hao. Unategemea nini hapo? Si vituko hivi. Wakikuuliza man rabbuka huko kaburini, hapa duniani ndio uliambiwa yafanya haya unayafanya, unategemea akakukumbusha hicho huko kaburini umelala. Akikuuliza man rabbuka, faqul rabbi Allah, Mola wangu ni nani? Sema Mola wangu ni Allah. Ma dinuka, sema al-islamu dini. Man nabiyuka, sema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aibu wallah, mtihani mkubwa sana. Sasa hawa malaika wataendelea kukupa bishara wewe, wanakuambia nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ni vipenzi vyenu duniani mpaka akhirah. Wewe sisi tutaendelea kuwa na nyinyi. La takhafu min ahwali al-akhirah, msiogope katika zile yale matukio ya akhirah, matukio ambayo ni mazito mazito. Malaika hawa wao kuwatoa hofu waumini ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mimi na wewe ukasimama usubirie mtu amekufa ndo kaanza kumwambia usiogope. Wakikuuliza sema hivi. La, hawa malaika wao wanafanya hivi ni kwamba ni amri wamepewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao hawasemi kwa matamanio yao, bali wanafanya mambo na wanasema mambo ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pia la takhafu min ahwali al-akhirah. Matukio ya akhirah ni mazito mno. Kisimamo tu ikiwa unaambiwa cha yaumul mahshar, ikiwa jua hili tunaloliona huko liliko kwa joto lake na jinsi linavyochoma, siku ile liko maili moja liko hapo. Unaambiwa kuna watu ndani ya siku ya kiyama jasho linalomtoka litamfunika mpaka mwili mzima kutokana na matendo. Sasa kama ulikuwa ni mwovu, jasho lile linalotiririka litakufunika mwili mzima. Wako ambao yatafika majasho yao kulingana na matendo yao kwenye kongo mbili, kwenye magoti, viunoni, na wako ambao watakaofunikwa kabisa. Matukio siku ya kiyama ni mazito mno. Ndio siku ambayo
inafika wakati watu wanatamani kwamba ile hukumu tu ipite, kama ni wa motoni waende motoni, kama ni wa peponi waende peponi, kutokana na uzito siku ile. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, kila mmoja atakuwa akimkimbia mwenzake hapo. Hakuna atakayemtazama mwenzake yuko wapi hapo, kutokana na uzito siku hiyo. Sasa siku hiyo ndiko malaika sasa wanawapa bishara. Kwanza siku ile unaondoka maisha haya, malaika wanawaambia wala usiogope, usihuzuniki, huko unakoelekea ni pazuri zaidi kama ulibaki na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata mfumo aliokuwekea Allah, sheria aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa malaika watakuwa nakupa amani, wanakutoa hofu, ukikwambia la tahzanu, la takhafu wala tahzanu, wanaambia msiogope juu ya yale mnaelekea, nahnu ma'akum, sisi tuko pamoja nanyi, wanasiru ma'akum, tutakwenda sambamba pamoja nanyi, wa nahnu ma'akum fil janna, na sisi tutakuwa pamoja nanyi janna, kama qala ta'ala, kama anasema Allah subhanahu wa ta'ala, jannatu 'adnin yadkhulunaha, pepo za milele watakuwa ni wenye kuingia hao ahlul istiqama. Tunaongelea hapa ni ahlul istiqama, kwa maana ya kwamba watu waliobaki katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani kwa mfumo aliyofundisha au aliweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, pepo za milele za kuishi humo milele wataziingia. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, na wale wote wanaofanya mazuri, kwa maana ya kwamba walikuwa na istiqama katika dunia, hapa duniani katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika baba zao, katika wake zao, kadhalika watoto wao. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wakiingia katika janna ambazo wameingizwa hao waumini kwa kupitia kila milango. Yani malaika watakuwa wakiingia katika vyumba vya peponi walikowekwa hao watu waliobaki na istiqama hapa duniani. Malaika watakuwa wakiwapitia kila wakati na katika kila mlango wakiingia, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, huku wakiendelea kuwapa bishara. Allahu akbar, wakiwaambia amani iwe juu yenu, salamun alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu juu ya yale ambayo mlisubiri nyinyi. Mlipokuwa duniani msubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hakukubaliana mkaachana na kumtii Allah, bali mlibaki na maisha yenu ya kumtii Allah mpaka mauti yanayokuja. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mfe na ila hali kwamba nyinyi ni Waislamu, kwa maana ya kwamba ni ahlul istiqama, mbaki na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanaendelea kuwapa bishara bado mpaka wameingia siku wanakufa katika sakarati. Malaika wanatoa hofu, wako katika kule tayari wanakoelekea, wanaambia msiogope, huko mnakoelekea ni pazuri zaidi. Tayari wameingia na janna, lakini bado malaika wanaendelea kuwapa, wanaambia sisi tutakuwa na nyinyi mpaka peponi. Watakuwa wakiingia kwa kupitia kila mlango wakiwaambia salamu alaykum, wakiwapongeza amani iwe juu yenu, bima sabartum, katika yale mliosubiri, mlifanya subra ya kutosha mlipokuwa duniani, hamkukubaliana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ni'ma uqbad dar, kika hiyo ni neema iliyoje ya nyumba ya mafikio ya nyumba, sio kuonyesha kwamba pepo mlifikia. Hadhihi aqibatu ahli al-istiqama, huu ndio mwisho wa watu au wa ahli al-istiqama, watu watakaokuwa na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, inda al-mauti wa fil akhirah, wakati wa kufa, kadhalika huko akhirah. Huu ndio mwisho wao. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, lakini pia bado malaika wanaendelea kuwapa bishara hawa ahli al-istiqama kwa kuwaambia walakum fiha ma tashtahi anfusukum, na nyinyi mna kila kitu ambacho nafsi zenu zinatamani.
taendelea kuambia kwamba walakum fiha, na nyinyi ambao ni ahlul istiqama ambao tayari mmeingia janna mtakuwa mna kila ambacho nafsi zenu zinashtahi, zinatamani. Peponi utapata kila ambacho nafsi yako inatamani. Walakum fiha ma tad'un, na mtakuwa peponi kadhalika kila mnachokitaka mtakipata. Ay ma tatlubuna kullu ma talabtum fil janna fahuwa mawjudun muwaffar, kila mtakachokitaka janna hicho kinapatikana na kipo tayari. Yani kwamba sio habari wala kikatafutu kikwa. Yani ukiwa duniani ukihitaji chochote, labda uko ndani ya nyumba, wewe ni mgonjwa unahitaji kitu fulani mpaka ngoja fulani, hebu nenda katafute dukani. Hata ukiwa sio mgonjwa, ukiwa mzima tu kuna kitu utatamani pale, hakipo ndani ya nyumba mpaka baadhi kutafuta fulani kwa aende dukani, sio? Hapo kila kitu kimeshatandikwa, kipo kila unachokitamani. Wa hadha bi khilafi dunya, na hii ni kinyume na maisha ya dunia. Lianna al-insana fi dunya, kwa sababu mwanadamu hapa duniani qad yatlubu ashiya'a wa la yahsulu alayha, kwenda akatamani na akataka kitu lakini maskini ya Mungu na wala sikipata. Mangapi sisi kama wanadamu tunatamani mazuri, unatamani wake wazuri, unatamani kumfikia watoto wa kutosha, watu wacha Mungu, unatamani majumba mazuri, unatamani vipato vizuri, unatamani kila moja na matamanio yake, lakini bado haya yanabaki ni matamanio tu. Hutolipata isipokuwa lile ambalo Allah amekupangia. Sawa hapa duniani ndio maisha yako hiyo. La yahsulu alaiha, qad yatamanna ashya walakin la yahsulu alaiha. Kwenda mwanadamu akatamani sana baadhi ya vitu lakini asilifikie. Wal jannatu daru sururin, lakini janna ni nyumba ya furaha, ni nyumba ya amani. Kila ambalo utalitamani lazima utalipata. Allah akasema nuzulan min ghafurir rahim, hapo peponi ni mafikio kwa wale watakaoingia tena kutoka kwa mwingi wa msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, rahim ambaye pia ni mwingi wa rahma, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. An-nuzulu ay ad-diyafa, Allah akasema nuzulan min ghafurir rahim. An-nuzulu ni ile diyafa, na diyafa maana yake ni yale mapokezi ambayo yameandaliwa pale janna, mafikio yalikuwa mazuri, yameandaliwa kila kitu. Wallahu a'adda al-janna diyafatan li ahli al-istiqama, na Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa janna ikiwa ni mafikio, yani mazuri na ukaribisho mzuri kabisa li ahli al-istiqama. Wa hadha an-nuzulu min ghafurir rahim. Ma dhannukum bi diyafati al-ghafurir rahim, ikiwa diyafa hii tuliyokusudia na mapokezi haya na maandalizi haya ni kutoka kwa mwingi wa msamaha na mwingi wa rahma, ulioje ukaribisho huo na diyafa hiyo itakuwaje ikiwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Maana takun, itakuwa yani ya namna gani? Wewe kama mwanadamu tu, kuna mtu ambaye ni kipenzi chako cha karibu, anakuja siku anakuja kutembelea nyumbani kwako, hata ile budget ya nyumbani inabadilika. Wenda watoto wako hata kitoweo kama kuku, sijui nyama yote aina yote ile, sijui samaki, hawajawahi kuviona hapo hata mwaka mzima. Lakini siku hiyo patachinjwa kuku, patatafutwa kama ni kila aina ya vinywaji, panabadilika. Sasa haya ni ya wanadamu. Je, kwa Allah subhanahu wa ta'ala maandalizi yake yakoje kwa wale watakaodumu na istiqama? La ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna ajuaye yote hapa. Elewa janna utapata kila ambacho nafsi yako inatamani. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wa fil ayati al-ukhra, na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hakika wale ambao waliosema Mola wetu sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kisha wakawa na istiqama, fala khawfun alayhim, watu hawa hawana hofu juu yao wala wasiwe na hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala hawatakuwa na huzuni. Aya hii ni mfano ile aya ambayo tumetanguliza, la khawfun alayhim fil mustaqbal, kwamba hawatakuwa na hofu huko mbeleni
wala hum yahzanuna ala ma taraku min ad-dunya, lakini pia hawatohuzunika juu ya vile walivyoviacha katika maisha ya dunia. Allah akasema ulaika ashabul janna, hakika hao ni watu wa janna, hao ndio watu wa peponi. Khalidina fiha, wataishi humo milele, peponi wataishi milele. Jazaan bima kanu ya'malun, ikiwa hayo ni malipo kwa yale waliokuwa wakifanya walipokuwa duniani. Falaisu yamuruna wa yajlisuna fiha yawman aw yawmayn, hapo peponi si mahali pa kupita tu ukasema labda nitapita niishi labda siku moja labda siku mbili kisha baada hapo nitakuwa ni mwenye kuondoka. La, bal khuludun daima, ni maisha milele. Katika raha zote hizo unazoambiwa utaishi humo milele. Wal insanu fi hadhihi dunya, na mwanadamu katika maisha haya ya dunia kadri yasuru ba'd al-ahyan, lakini nyingine katika maisha ya dunia akhira huko ni furaha tu unapokafika huko, ni neema juu ya neema, hakuna kukatika neema unapokuwa janna. Lakini duniani hapa mwanadamu kuna wakati utakuwa na furaha, kuna wakati utakuwa na hiki na kile, lakini ni muda mfupi tu. Nasema kad yasuru ba'd al-ahyan, wakati mwingine huenda akapata furaha. Kad yanzilu fi manzilin tayyibin fi hadiqatin fi rawdatin fiha azharun, huenda akaingia katika mabustani yale ambayo anaona dunia mazuri yanapendeza, lakini haina maana ya kwamba ndo ataishi huko milele. Atakaa tu dakika kadhaa, atatalabda ni kwa kutazama na nini, moyo wake ukapata furaha, lakini mwisho wake ni nini? Atayaacha yote. Lakini nuzuluhu lahza, kubaki kwake pale ni muda mchache. Thumma yartahil, qad yanzilu al-insana fi dhillin barid, huenda wakati mtu jua limekuwa ni kali kwa kuta kuna kibaridi fulani sehemu, au kawasha kiyoyozi. Je, utaishi huko milele? La, utakiacha, utaondoka. Laisa huwa bidaili, raha zote hizo duniani utakazokuwa nazo si za kuishi milele, bali za kuishi milele ni akhira. Lakin na'imul janna daima, lakini neema za janna za peponi ni za milele. Ahluha khaliduna fiha, watu wa peponi ni wenye kuishi humo milele na neema zao. La yakhafuna an yakhruju minha, hawatakuwa na hofu kwamba itafika wakati watatolewa. Wama hum bimukhrajin, Allah ameshasema kwamba hawatatolewa. Kwa hiyo ifike wakati, labda itafika wakati kuna mtu duniani hapa kuna manswa, kuna hiki, kuna kile, kuna vyeo. Itafika wakati atokawa na hofu kwamba labda cheo hiki naweza nikatolewa na fulani, cheo hiki labda fulani kwa anakitamani ataniondoa. Akhira hakuna hicho, wala hakuna kuondolewa katika hizo neema milele. Allah amelithibitisha hizo kwa kusema wama hum bimukhrajin, na watu wa peponi hawatotolewa milele. Wala yakhafuna an yatu alaihim au yadhlimahum ahadun, hawatokuwa na hofu, hawatoogopa kwamba kuna yeyote yule ambaye atakayewadhulumu, au ya'tadi alaihim ahadun, au kuna yeyote yule ambaye huenda akachupa mipaka akawafanyia dhulma ya aina yote. Daru amanin, janna ni nyumba ya amani. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala amanahum, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia amani watu wa janna. Faqal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kweli kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawajachanganya imani zao na dhulma, kwa maana kwamba hawajachanganya imani zao na shirki. Ulaika lahumul amn, watu hao watakuwa na amani. Allah amewapa amani, Allahu amanahum, Allah amewapatia amani watu hao, kwa hiyo hawatakuwa na hofu. Amnun fil akhirah amnun li ahli aljanna, amani iliyoko akhira ni amani ya watu wa peponi. La khawfun ma'ahu abadan, hakutokuwa na hofu juu yao milele. Amma dunya, ama maisha haya ya dunia, qad yahsulu fiha amnun, huenda kuna baadhi ya nyakati ukaishi katika amani. Lakin
mashubun bil khawfi wal hadari, lakini amani ile katando na ikafunikwa na nini? Na hofu na tahadhari. Fal amnu min ad-dunya la yadumu, amani ya duniani hiyo huwa haidumu. Amani ya duniani la yadumu, haidumu, lakini amani ya akhira ni amani ambayo ni milele. Amma amnul akhirah fa innahu amnun khalisun la yakhafuna bi ayi dhulmin. Watu walioko akhira, janna, ni amani ya kudumu milele, hakuna hofu ambayo inaweza ikawatanda. Amma dunya qad yahsul wala min mautin wala min maradin. Watu walioko janna hawatakuwa na hofu ya kwamba iko wakati wataumwa au kuna wakati watakufa tena. Hakuna kufa tena hapo, wala hakuna kuumwa, wala min intiqali, wala pia kuhama eti kwamba tutatoka, wala min i'tidal, wala min nususi. Hakuna yote ile atakayekuchupia mipaka akakudhulumu kwa njia yote ile, au wizi labda, wa min qita'i turuq. Akhira au janna hakuna dhibaka, hakuna huko, wala min ayi dhalimin la yakhafuna shay'a. Hakuna dhulma yoyote mtu aliyeko akhira atakuwa akiogopa, wala hataogopa chochote kile. Lianna Allah amanahum, hii yote ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa hofu kawapatia amani. Fahum ikhwanun ala sururin mutaqabilina, watu wa janna watakuwa ni watu ni mandugu waliokaa katika viti tena vya kutazamana. Hakuna kufika wakati kwamba hapa duniani ukitilifiana kidogo tu mtu atakugeukia, atakupa mgongo, ukikutana naye mkuja sura atapita zake hivi, wala hana habari na wewe, kiza zile ghilni na hadhi zilizo katika nyoyo zetu. Lakini janna watu watakuwa ala sururi mutaqabilin, katika viti vya kifahari, tena viti ambavyo wanatazamana. Ma bainahum adawatun wala bainahum shahna, hakuna uadui kwa watu watakaokuwa peponi, wala hakuna chuki kwa watu watakaokuwa peponi, wala bainahum baghdha fundo, bal hum ikhwanun ala sururi mutaqabilin la yudbiru ahaduhum anil akhar. Hakuna yote ambaye anaweza kumgeuzia mwenzake mgongo kwa sababu eti kwamba umetilifiana, wewe pita hivi na mimi napita hivi. Hakuna akhira kweli. Ndio ile Allah akasema wanaza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana mutaqabilin, tutatoa zile hedi na vifundo na chuki zilizoko katika vifua vyao, wataishi kwa amani wote. Hadha bisababi al-istiqama. Yote haya wanayapata wanapokuwa janna ni kwa sababu ya istiqama waliokuwa nayo katika maisha haya ya dunia. Wa hadha jazaa'u al-istiqama 'ala ad-din, sababu ile istiqama waliokuwa nayo katika dini. Fa fi qawlihi ta'ala, katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala anaposema fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, kuwa na istiqama kama vile ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taba ma'aka, na wale wote waliotubia pamoja nawe, wala tatghaw, wala usije ukachupa mipaka. Hili neno wala tatghaw maana yake la tazidu, usije ukazidisha chochote. Kama umeambiwa ni hapa istiqama, ishia hapa, ishia hapa, usiongeze wala usipunguze. Kuwa na istiqama. Innahu bima ta'maluna basir, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuona yote yale ambayo mnayofanya. At-tughyanu, na neno tughyan maana yake huwa ziyadatu ala al-mashru', ni kule kuzidisha katika kile ulichowekewa sheria. Ni hapa ukaamua kufanyaje, ukaleta nyongeza kutoka mfukoni kwako. Wa fil ayati al-ukhra, lakini pia katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala qala fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu, kuweni na istiqama kwake Allah subhanahu wa ta'ala na mtakeni nini? Istighfar. Kuweni na istiqama, wastaghfiruhu, na mtakeni istighfar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mal hikmatu fil amri bil istighfar ba'da al amri bil istiqama, nini hikma ya kutolewa amri kwamba tufanye istighfar? Hii ni amri iliyokuja hapo. Allah anasema wastaghfiruhu, na mtakeni istighfar. Kwanza tumeambiwa tuwe na istiqama, alafu baada hapo tumeambiwa nini? Sumtaki istighfar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini hikma ya mambo haya? Yani kwamba tumeamrishwa tufanye nini? Tufanye istighfari baada ya istiqama. Jawabu ni kwamba lianna al-insana basharun, kwa sababu mwanadamu
ni mwanadamu, sio sawa mwanadamu ni kiumbe yahsulu minhu khata'un, ambayo kwa hali yoyote ile lazima makosa atafanya tu, sio malaika, sio sawa. Malaika wanatekeleza ile walioamrishwa na nani? Malaika wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala? La, hawamwasi, sio la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yumaruna. Ama sisi binadamu atipiti dakika 2-3 utatukana, utasengenya, ndio mapungufu, na ndio yani ule mapungufu yetu ndio ukamilifu wetu sisi, sio sawa yani mapungufu tulionayo katika mabalaa tumechuma na tunayafanya huko, hayo ndio mapungufu. Lakini haina maana ya kwamba ufanye mambo huko ukisema mimi kwa sababu ndio nimetengenezewa au nimepewa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bado naambiwa kimbie yale mabaya, na ikitokea kuteleza pata kuwepo hilo aliepukiki, sio yani kuteleza mwanadamu kupo, lazima mwanadamu atateleza. Al-kamalu lillah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana zikawekwa hizi istighfar, kwa sababu Allah alokuumba na kufahamu fika utateleza, utakosea, utafanya mabala, kisha ikawekwa milango ya istighfar, milango ya tauba. Mafhumu? Tayeb. Anasema kwa sababu ya mwanadamu yeye ni kiumbe yahsulu minhu khata'un, ambaye yanatokea makosa, anakosea, wa yahsulu minhu ba'd at-tafrit fayartafi hadha bil istighfar. Wala wakati mwingine kamtokea akafanya mambo akapunguza katika yale ambayo ameamrishwa na Allah, au ikatokea kateleza kafanya ambayo hakuamrishwa na Allah, basi kwa kufanya istighfari na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale yanaondolewa. Lima yasduru minhu min khalal fil istiqama, kwa yale ambayo yanayotokea kwa yeye katika istiqama, yani mapungufu, pengine hajawa na istiqama kama vile alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yastati'u al-istiqamati kullaha, kwa sababu yeye hawezi kuwa na istiqama 100%, yani kwa asilimia zote 100, sio? Sasa kuna ambayo utateleza, nini ufanye ili kuziba au kuondoa yale? Unaambiwa wastaghfiru, mtakeni istighfari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maana istaqimu ala ta'ati Allah, kuweni na istiqama katika kumtii Allah. Fa in hasala minkum taqsir, ikiwa itatokea kwenu nyinyi mapungufu, fa alaykum bil istighfar, basi lazimieni na kumtaka istighfar Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kwamba ukiwa na istiqama kwa 100%, na kama hatuwezi kuzifikia, tujitahidi, tutakapojitahidi, lakini ikitokea kwamba hatujafanya kwa 100% zote, basi tufanye nini? Hilo tutaliunga kwa kufanya sisi istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-istighfara yamhu at-taqsir, kwa sababu istighfari hufuta zile takswir, yale mapungufu ambayo hutokea kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min rahmatillah subhanahu, na haya yote ni katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yaqulu alayhi salatu wasalam, na kwa sababu hiyo ndio tukaona ile hadithi ambayo tumeisoma wiki iliyopita katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa amri kutuamrisha sisi kuwa na istiqama, akasema istaqimu wa lan tuhsu, kuweni na istiqama, lakini pamoja na hivi hamwezi mkafikia ile istiqama kwa asilimia zote 100, sababu lazima takswiri zipo mwanadamu, sio sawa hal yastati'u ahadun an yahsuya kulla ta'a, je kuna yoyote yule anayeweza kukusanya taa yote kwa 100%, wala yatruku minha shay'an, na wala asiache chochote kile? La yastati'u ahadun alla yahsula minhu taqsirun abadan, haiwezi katokea kwa mwanadamu eti isitokee kwake takswiri, kuwa na mapungufu katika taa. Mapungufu yatapatikana, lakini ni wewe kujitahidi kuyaziba na kuyaondoa hayo nini, hayo mapungufu ambayo yanaweza kutokea. Istaqimu wala tuhsu, hadha ikhbaru min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hii ni habari ambayo anaitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lianna al-insana 'aradatun lil khata, sababu mwanadamu kimaumbile alivyoumbwa ni kiumbe ambaye atateleza, atakosea. 'aradatun lit-taqsir, atakuwa na mapungufu katika mambo, wa adam iswa'i kulla ta'a, lakini pia hatakuwa na uwezo wa kuzifanya ibada zote kama vile alivyoamrishwa kwa 100%. Walakin alayhi bil istighfar, kipi afanye?
ndipo tukaambiwa tufanye istighfari. Kwa sisi kufanya istighfari itakuwa ni sababu ya kufutiwa ile makosa ambayo tunayafanya. Waqala sallallahu alayhi wasallam, kumalizia na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, saddidu wa qaribu. At-tasdidu maanahu al-iswaba. Neno tasdid aliposema saddidu maana yake ni kupatia katika jambo, kwamba mnapofanya jambo jitahidi kwa hali yoyote, usifanye tu labda hapa napatia, fanya uhakikishe kama nilifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukijua hili ndilo nimelifanya kama tena kwa kujua nimeshalipatia. Wa hadha ma'khudh min ar-rimaya li'anna alladhi yuridu an yarmi al-gharab yusaddidu sahma. Neno hili at-tasdid limetokana na neno ile ar-rimaya, ule urushaji, sio? Ikiwa una mshale, una manati, una silaha yote, unafanya nini alafu unaweka kitu unataka kukilenga, lazima utajitahidi kwa hali yoyote, utapiga magoti, utakunja uso, utafanya nini, lengo ni kwamba ulenge pale. Na Mtume SAW akatumia maneno yake kusema sadidu, lengeni pale pale mnapofanyaje. Maana yake ibada mnazozifanya zifanyeni kwa kupatia, si kwa kubahatisha. Kwa kupatia huwezi kupatia, isipokuwa lazima mfuate nani? Mtume SAW alifanya nini? Yeye ndo alokuambia, ikiwa ni masala ya swala, sallu kama raaitumuni usalli, kifanya kama alivyofanya Mtume SAW, basi wewe ndo unapatia sadidu. Ikiwa ni ibada ya haji, anasema khudhu anni manasikakum, chukueni ibada zenu, manasiki zenu hizi kupitia kwangu mimi. Mtume SAW anatuambia. Sasa ikiwa hatutofikia 100% kupatia, akasema waqaribu, basi hata kwa ukaribu tu, yani hujapatia kwa 100% zote, lakini basi jitahidi walau ufikie ule ukaribu. Sawa? Kinachotakana ni kufanya masala unayofanya kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa na istiqama katika dini yetu. Mpaka kufikia hapa darasa yetu bado ni ndefu. Mwisho niseme subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah